Kwa yaliyotokea mitandaoni kuhusu Sheikh Walidi na kuhusu Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, naomba tukubali matokeo. Tukubali matokeo na tumpe ushirikiano mzuri Sheikh wetu Sheikh Abbas, kwa sababu ndiye ambaye baraza limetuchagulia kuwa ndio Sheikh wa mkoa, na tutambue kwamba Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ndio chombo pekee Tanzania ambacho Waislamu wote bila kujalisha kwamba kuna madhehebu ya Waislamu ambao ni baadhi, kuna Ansari Sunna ambao wanajiita Wahabia, kuna As-Salafia, kuna yani kwa ufupi kuna baadhi ya madhehebu ambayo wanatengeneza jumuiya zao, ama kuna baadhi ya Waislamu ambao wakitaka ulaji wao tu anafungua taasisi yake, anasema mimi sitaki BAKWATA au sifati BAKWATA, anafungua taasisi yake. Naomba niwaambie ukweli kwamba hawa wote wako chini ya BAKWATA. Hakuna ambaye yupo juu ya BAKWATA. BAKWATA ndo taasisi kubwa hapa nchini. BAKWATA ndo taasisi yenye nguvu na mashiko hapa nchini, na ndio maana utakuta mtu ambaye yupo na madhehebu yake huko ama yupo na taasisi yake atakaa akijadili na kuuliza mali zinazosimamiwa na BAKWATA, akijua kwamba hizi ni mali za Waislamu wote ambazo na yeye yumo ndani ya mali hizo, ama na yeye yumo ndani ya Waislamu hao. Kwa hiyo anapokaa na hoji mali ambazo zinasimamiwa na BAKWATA, anajua ana haki ya kuhoji kwa sababu yupo chini ya BAKWATA. Lakini sisi ama BAKWATA hawawezi wakauliza mali ya As-Salafia, watu wanaojiita Salafi, au mali za Answari ambao wamefungua taasisi zao za ulaji wao. BAKWATA hawawezi wakahoji ama watu wakahoji, lakini mnahoji BAKWATA kwa sababu mnajua kwamba BAKWATA ndio chombo kikubwa, ndio chombo pekee ambacho ndio chombo cha Waislamu hapa Tanzania. Kwa hiyo naomba niwaambie Waislamu wote ambao mnajua kwamba nyinyi ni Waislamu, chombo chetu kinachosimamia mambo yetu ya Uislamu ni BAKWATA. Hakuna chombo kingine ila ni BAKWATA. Hata uwe na taasisi yako, lakini bado upo chini ya BAKWATA. BAKWATA ambayo shekhe wetu, mufti wetu, al-alim, al-allama, al-hibru, al-bahar, al-humam, al-ustadh, al-sheikh al-shuyukhi, al-adib, mufti Tanzania Abubakar ibn Zubairi ndio shekhe wetu ambaye BAKWATA ipo chini yake. Yeye ndio muongozaji mkuu wa masala na masuala yote yanayowahusu Waislamu Tanzania. Sheikh Abubakar ibn Zubairi, huyu ndio mufti wetu ambaye BAKWATA ipo chini yake. BAKWATA ambacho ni chombo kinachosimamia Waislamu wote Tanzania, ndiye wamemteua Sheikh Abbas ambaye sasa ndio kaimu wa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Madamu BAKWATA wameamua hivyo, wamemchunguza, wamemwangalia, wakamtathimini, wakasema huyu anafaa. Kwa hiyo sio kwamba ni mtu mmoja tu alikaa akakurupuka Sheikh Abbas awe Sheikh mkoa, hapana. Ni baraza lilikaa likaangalia anayefani nani, ni Sheikh Abbas. Mbona hawakumteua Ustaz Juma na Msoma? Hivyo wangeniteua mimi mngesemaje nyie? Navyo waona kama nawaona vile. Leo baraza lingesema shekhe wa mkoa ni Ustadhi Juma na Msoma. I see. Kwanza mimi mwenyewe pia ningesema alhamdulillah, ningepiga magoti yaani hizo ningezifanya nyingi hizo. Kwa hiyo nataka niseme kitu kimoja. Tumpe ushirikiano shekhe wetu Sheikh Abbas ambaye ndio shekhe wa mkoa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Huenda mkakichukia kitu ama mkamchukia mtu, mkamuona afai, kumbe huyo mtu ndio ana kheri na nyinyi.
ndiye mtu bora na nyinyi. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, na huenda mkakipenda kitu ama mkampenda mtu, kumbe na huyo mtu mnempenda ndiye ana shari na nyinyi, ndiye si mtu bora na nyinyi. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamuna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua nanyi hamjui, yani sisi hatujui. Kwa hiyo chombo chetu cha BAKWATA pia kinajua zaidi kuliko sisi katika watu ambao wamekizunguka chombo hicho, kwamba ni nani anafaa, ni nani hafai. Kwa hiyo muhimu tumpe ushirikiano Sheikh Abbas, ushirikiano wenye kutosheleza, ushirikiano wenye nguvu, ili aweze kufanya masala yake kwa ukamilifu na afanye majukumu yake kiufanisi. Kwa Sheikh Abbas ndio Sheikh wa mkoa kwa sasa, hatuna namna, tukubali matokeo kwamba Sheikh Abbas ndio Sheikh wa mkoa. Tutulize nyoyo zetu, tutulize akili zetu. Sasa hivi akili zetu na macho yetu tuyaweke kwa Sheikh wa mkoa aliyeteuliwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, lililopo chini ya mufti wetu kipenzi chetu, mzee wetu Abubakar bin Zubair, mufti wa Tanzania, ambaye ndio anaongoza chombo kikuu cha Waislamu wote Tanzania. Waislamu wote, nikisema wote namaanisha wapo Ibadhi, wapo watu gani wanaojidai wao ni Wasomali, wote wako humo, wako chini ya nini? Ya BAKWATA. Tumpe ushirikiano Sheikh Abbas. Sio kwamba ni Sheikh ambaye hana ilmu, ni watu walikuwa wamfahamu tu, labda ndio mwanzo wanaanza kumfahamu. Sasa kitu ambacho nilicheka sana mtandaoni na ambacho nataka nikizungumzie, kuna Sheikh Abbas alikuwa akizungumza masala fulani. Sasa macho yakawa yamemkodoka, alafu akawa anaongea katika hali ya kufoka. Sasa watu wanasema mtandaoni, nimeona hiyo, Sheikh Walidi alikuwa hatufokei namna hiyo, wala alikuwa tukodolei macho. Sasa nataka nijibu hoja hii ya kukodoa macho na kufoka. Kufoka ni sunna. Kufoka wakati ukitoa mawaidha ni sunna. Ukiwafokea watu, yani ukawa unaonyesha sauti ya kuhofisha, ile sauti ya juu, ni sunna. Kwa sababu kuna hadithi ambayo imepokewa na Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha khataba ihmarrat aynahu, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikhutubu, akitoa hutuba, akitoa mawaidha, macho yake yanakuwa mekundu. Wa ala sautuhu, na sauti yake inakuwa ni ya juu sana. Washtadda ghadhabuhu, na ghadhabu yake inaongezeka, inakuwa kali ya ghadhabu yake. Hatta ka annahu mundhiru jaishin, mpaka anakuwa yeye kana kwamba ni mwenye kulihofisha jeshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali hiyo, akitoa mawaidha, macho yake yanakuwa mekundu, sauti yake inakuwa ya juu, ghadhabu yake inaongezeka, anahofisha, anaonya, anaongea, anakuwa Mtume ni kama kiongozi anayelihofisha na kulitangazia jambo fulani jeshi. Yaqul, akawa anasema Mtume, sabahakum wa masakum. Hii yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo Sheikh Abbas kuhadhiri akazungumza masala ama mambo, hali ya kuwa anaonyesha na hali ya kuwa ana hasira ama anafokea ama amekodoa macho, ni sunna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye si kwamba anakurupuka tu. Ndio maana narudi kusema ya kwamba BAKWATA hawawezi wakamchagua mtu ambaye si sahihi. Tumkubali shekhe huyu kwamba ni shekhe anayefaa, tumpe ushirikiano, tumpe mapenzi yetu, tumpe nyoyo zetu, tumsikilize, kile anachotuamrisha tukifate.